Kwanza tulijua namna ambavyo upinzani tunaweza kukutana nao, lakini kikubwa ni kuwapongeza wachezaji wetu kwa namna ambavyo wapambana. Tumepata point 3 dhidi ya Singida. Mechi ilikuwa ngumu, nafikiri kila mmoja ameshuhudia, lakini kwa namna ambavyo wachezaji wetu wamepambana, tunawapongeza kwa upambanaji wao na kuweza kupata point 3 dhidi ya Singida. Ilikuwa mechi ngumu, lakini kwa alama 3, matumaini ya ubingwa na namna ambavyo mechi itakuwa yaonaje matumaini? Matumaini ya ubingwa bado yapo na ligi bado ipo, mechi zaidi ya 3. Bado tunaendelea kupambana katika ligi, nafikiri kila mmoja anajua. Leo wachezaji wetu ratiba imekuwa ngumu sana kwao. Mmeona namna ambavyo ratiba ilivyobana, lakini kwa sababu ni wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wameshamachua, wanajua dhamira ya Simba, nia ya Simba mwaka huu, na ndio maana wachezaji wetu wanakuja kupambana kwa muda wote ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawa. Kwa hiyo kubwa lazima niseme tu, tunawapongeza sana wachezaji wetu. Ratiba bado ngumu, lakini tunaendelea kupambana ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba mwaka huu yanakwenda kutimia. Mechi ngumu kama hii, lakini kuna mechi nyingine ya kutafuta finali ya CRDB dhidi ya Singida. Unaweza tafsiri gani katika mchezo? Ndio inakuwa na ugumu zaidi kwa sababu leo Singida wameshafungwa. Imebakia siku 3 tunakwenda kukutana nao nusu finali ya CRDB Federation Cup. Naamini mechi itakuwa ngumu zaidi, lakini kwa sababu tuna benchi la ufundi ambalo liko makini, wanajua kurotate wachezaji, wanajua namna wachezaji wanachoka, nani aanze nani asianze. Mimi naamini tutakwenda Singida, tutakwenda kupambana na tutapata ushindi vile vile Singida. Moja ni wachezaji wazuri, Dese Mkwara kuwepo kwenye kocha cha Simba, kuwepo kwa bahati mbaya. Mimi naamini alikuwepo kwa sababu management ya Simba waliona uwezo wake, namna ambavyo anaweza kusaidia Simba. Leo hii mnaona akipata nafasi anazitumia. Kwetu limekuwa jambo jema, tutaendelea kumpa support ili kuhakikisha anaendelea kupambana na anapatia simu yake matokeo mazuri. Wale ambao pengine waliamini mchezo huu ni mgumu na hamtaondoka na alama 3, wao waendelee kuamini. Mimi naamini waandishi wa habari mlipumzika wiki 2. Kale kamsemo mlikuwa mkisikii. Mimi naamini kuanzia leo mkiwahoji mtasikia kale kamsemo. Wanaosema kwamba wao wafanyaje? Hawachezi. Waendelee kusema. Wao hawachezi, sisi tunacheza. Kikubwa waendelee kutuombea kama jinsi ambavyo walivyoomba. Lakini Waswahili wanasema siku zote dua la kunguru alimpati nani? Alimpati mwewe. Sisi tunaendelea kupambana. Wao kama wachezi tunaendelea kucheza. Lakini naamini kuanzia leo kale kamsemo mtakusikia. Manake hapa kimya, hapa mlisikia. Kimya walikuwa wasemi. Kuanzia kesho watasema hatuchezi. Mchezi, sisi tunaendelea kucheza. Umeziona sherehe zao wakimsupport Berkane? Sherehe zao zimekuwa ngumu sana. Ni moja ya watu wamefanya vitu vya ajabu sana katika hii dunia. Isitoshe kioo cha jamii, maana yake kwamba msemaji wa Dar es Salaam Africans anakuwa ni kioo cha jamii. Leo hii wewe kama msemaji unashindwa kupromote jezi za timu yako, unakwenda kupromote jezi za timu nyingine. Hili ni kosa la jinai kwenye timu. Lakini kimsingi wao wenyewe Yanga ndio wameamua kuwa na aina ya watu hao. Sisi hatuna namna ya kuambia. Tunaombelea dua waendelee kufanya sherehe. Asante sana.